السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الشرفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء غمومنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وبركة لنا في أعمالنا وأعمارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا يوم القيامة لا حجة على مبتلا إلا ولا عازبين يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. watukufu wa Islam, ahlan wa sahlan bikum, marhaban bikum, طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد الذي هو بيت من بيوته أن يجمعنا مع سيد الحق وحبيب الخلق محمد في جنات الفردوس ورياضها. Namuomba Allah jalla jalaluhu kama vile ambavyo ametukusanya katika nyumba yake hapa, atukusanye kesho peponi pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa pamoja na ndugu zetu wote ambao wanasema radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyya. Leo tutakwenda katika mji wa Damashq kule Syria, mji miongoni mwa miji iliyobarikiwa, mji wa mitume na masahaba, jiji la awliya na salihin, mji ambao ulikuwa unasifiwa sana, na zipo baadhi ya hadithi za mtume zilizoutaja mji wa Sham kwa wema. Ukifuatilia hadithi za bwana mtume, kuna baadhi ya miji mtume aliitaja kwa majina, ikiwemo Yemen, ikiwemo Sham, ikitajwa kwa kheri kwamba hii ndiyo miji ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kuwepo humata al-aqida wa hurasa ad-din, na wengi katika masahaba walihamia huko baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufariki na kuondoka katika dunia hii. Miongoni mwa vipenzi vyake walioondoka akina Bilal ibn Rabah al-Habashi. Kwa nini waliona sehemu ya kuhamia ni Sham? Kwa sababu ya kutajataja bwana mtume ardhi hizo. Na mawali na watu wema na wajawema wengi ambao tunawasimulia kwa hakika wanatoka Syria. Hata Imam Nawawi ambaye juzi tulimzungumza, ambaye ni katika mawali wakubwa, na yeye alikuwa akitoka katika kijiji kinachoitwa Nawa,
kilomita 60 kutoka Damashq, mji mkuu wa Syria. Lakini pia aliishi Syria, aliishi Damashq pale katikati ya mji ambao mji huu katika Uislamu vile vile historia yake ilikuwa ni asimat al-islami wal muslimin, ni mji mkuu wa Waislamu. Kisoma historia, mji mkuu wa kwanza wa Kiislamu ulikuwa ni Madinatul Munawwara, baada ya mtume kutoka Makka kufukuzwa na kuhamia zake Madina. Kule ndiko walikojenga daula ya Kiislamu kwa muda wa miaka 10. Mtume katika risala yake yote aliishi katika risala kwa muda wa miaka 23. Ina maana kwamba mtume alipewa utume akiwa na umri wa miaka 40, lakini akafa akiwa na umri wa miaka 63. Kwa hiyo kazi yake yote ya da'wa ilizunguka katika miaka 23, miaka 13 akiwa Makka, lakini hakufanikiwa, hakuisimamisha daula ya Kiislamu mpaka alipohama kutoka Makka kwenda Madina. Makka akakaa miaka 13, Madina akakaa miaka 10, yote jumla ikawa ni miaka 23. Baada ya kufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ikaendelea nchi ya Madina au mji wa Madina kuwa asimat al-islami wal muslimin. Lakini pia baada ya kupita miaka kuendelea mji ule katika utawala wa Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali, hawa watatu, Abu Bakr, Umar, Uthman, bado Madina ilibakia kwamba ni asimat al-islam, ndo mji mkuu wake. Lakini Sayyidina Ali karramallahu wajha alikaribia kufanya mji wa Kufa ndio asimat al-islam, kwa sababu sapota wengi na watu wake waliokuwa wengi wakimuunga mkono walikuwa wanatoka sehemu ile. Kwa hiyo iligusagusa mji wa Baghdad, mji wa al-Kufa, katika miji miongoni mwa miji ya Iraq, vile vile kuingia katika makao makuu ya Kiislamu. Lakini Muawiya ibn Abi Sufyan ambaye alihamia au alikuwa amewekwa kama gavana katika mji wa Syria, vile vile asimat al-islam iligusagusa kuwepo katika miji hii, kwa sababu mmoja katika viongozi wao alikuwepo huko kwa muda. Lakini pia Baghdad, kutokamana na daula ambayo ni daula al-Abbasiyya, watu wake wengi kuwa katika nchi hizi, Misri mbili hizi au miji miwili hizi, mji wa Baghdad na mji wa Kufa, akina Harun al-Rashid na watoto wake, akina Amin na Ma'mun, na dola hiyo ilivyokuwa mumtadda mpaka 656 katika Hijria, ilivyokuja kudondoka daulatul Abbasiyya na kwenda kusimama daula nyingine. So ukiona khulafa ar-rashidin, Abu Bakr na Umar mpaka Sayyiduna Ali, hatimaye mwanawe Hassan na Hussein, hatimaye Muawiya ibn Abi Sufyan, alafu kuja daulatul Amawiyya ambayo ilianzia hapo katika utawala wa Muawiya ambaye ilikuwa ni katika viongozi wake, kisha ikaja daulatul Abbasiyya, nadhani kuanzia katika mwaka wa 123 hivi Hijria, kudondoka na kusukwasukwa kwa daulatul Umayya na kuja al-Abbasiyya. Niliyosilimulia hapa kwamba daulatul Abbasiyya ilikuja vile vile kuwa na ihtikak na kusimama tena kwa daulatul Amawiyya iliyoanzia kule Andalus, ambako leo ni maarufu kama Spain.
wa kijana akiitwa Saqru al-Arab, ambaye historia yake ni kubwa. Huko Spain miaka 800 Uislamu ulitawala kwa kuingia hawa ndugu zetu kutoka katika miji ya Asia na Uarabuni. Dola hii ikasimama kwa muda mrefu, na mpaka leo athari zake ni kubwa, ambazo zinaonyesha kwamba Waislamu waliishi huko. Lakini pia zikaja dola baada ya Daulatul Abbasiyya kama al-Ayyubiyya au Daulatul Mamalik ambayo tulizungumzia hapo, na hatimaye Daulatul Uthmaniyya katika mwaka wa takriban 900 hivi na kitu Hijria, ndipo iliposimama Daula Uthmaniyya ambayo ni Bani Uthman kutoka Uturuki, ikiongozwa na baba yao Uthman ibn Artughral, ambaye yeye ndiyo baba wa kina Muhammad al-Fatih, yani wajukuu wake hawa kina Suleiman al-Qanun na Salim al-Awwal na Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid, mpaka mwaka wa 1923 Daulatul Uthmaniyya ikaanguka au ikaangushwa 1923. Leo 2023 ikifika itakuwa miaka 100 kutokea khilafa ya Kiislamu kudondoka, itakuwa imetimia karne nzima. Ikifika mwaka 2023 itakuwa kutokea kudondoka kwa Uthman Empire, Ottoman Empire, itakuwa miaka 100 imetimia, Waislamu kuishi bila ya khalifa katika dunia. Hii ni historia fupi tu, lakini sisi tulitaka twende pale katika jiji la Damashq, twende tukatembelee mji huu, mji wa wema waliotangulia, ambao Mwenyezi Mungu akisema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu, inaingia pia na Syria, kwa sababu tumeibarikia Masjidul Aqsa ambayo ndio leo ni Palestina. Alladhi barakna hawlahu, ardhi yote hii na iliyo pembezoni mwake tumeibarikia. Kwa hiyo ni ardhul mubaraka, ardhu iliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa hakika kijiji cha Nawa leo kiko karibu sana na Golan, katika milima hiyo, kilomita 60 kwenda Syria, kwenda Damashq. Huko kuna nini mpaka leo tunakwenda kuhudhuria au kutembea mji huu mkuu wa Syria? Katika mji huu yuko bwana mmoja anaitwa Abu Idris al-Khawlan. Huyu ni mmoja katika kibaru tabi'in, mmoja katika wakubwa waliowaona masahaba wa Mtume. Abu Idris al-Khawlan sema ni muhaddithu Sham, ni faqihu Sham, ni zahidu Sham, ni abidul umma. Wakati huo alikuwa na sifa mbalimbali, zote kama utasimuliwa ni sifa njema. Kwanza ni tabi'i. Tabi'i ni yule ambaye amemuona sahaba wa Mtume. Aliwahi kumuona Abu Huraira, Abu Darda, Anas ibn Malik, yani kaona jullatun min kibari sahaba, masahaba wakubwa amewaona huyu bwana. Kwa hiyo si mtu mdogo, ni mtu ambaye amebahatika kumuona yule aliyemuona Mtume. Unaonaje leo kama umebahatika wewe umemuona mtu ambaye alimuona Mtume Muhammad? Ukiambiwa tu kama wewe umelizaliwa babu yako alikuwa ameshakufa, wewe hukumuona babu yako, lakini huyu hapa alimuona babu yako, akakuelezea kwambia mimi nilimuona babu yako alikuwa kama wewe hivi sura yake. Utafurahi kwamba ninamuona mtu ambaye alimuona babu yangu na ananihadithia namna alivyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna utamu fulani hivi
wale waliomuona mtume. Watu wako pale Syria, unaambia huyu ni sahaba wa mtume, huyu ndo Abu Huraira mwenyewe. Sasa unayakumbuka yale maneno alikuwa mtume akisema, akimwambia Abu Huraira. Unakumbuka kile kisa alichokuwa Abu Huraira na njaa sana, lakini maskini hawezi kuomba, hakuzoea. Anasema nikasimama msikitini baada ya sala, nikapiga plani, vipi leo nitakula. Nikamfuata Abu Bakri, nikamwambia hebu maneno haya maana yake ni nini? Lengo langu sio tafsiri wala kujua yale maneno maana yake, nataka baada ya kuniambia anaambia twende nyumbani ukale, ndio lengo langu, labda atanikamata mkono. Lakini akaniambia hapo ni hivi 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 basi. Kaenda kwa mwingine ikawa hali ile ile, kaenda kwa mwingine ikawa hali ile ile. Anasema mpaka akamuona mtume, akatokeza mtume kumuona tu Abu Huraira akamwambia alhiq, yani fuata msafara twende ya Aba Her, ewe baba Her, yani Her ni vipaka, Huraira ni vipaka viduchu ni tasghir, Her ni paka Huraira ni kipaka kiduchu, ni tasghir, ni kukidogosha. Sasa huyu lakabi yake ito Abu Huraira, baba kile kipaka kile kidogo. Labda alikuwa anapenda sana kipaka, au alikuwa anafuatwa sana kipaka, au alikuwa na kipaka labda kikiingia katika mwili wake kinatoka katika mkono wa kanzu yake. Watu wakampachika jina akaitwa Abu Huraira. Mtume anamwambia alhiq, kwa sababu mtume anasoma alama za nyakati na body language ya mtu. Anajua huyu hakusimama hapa isipokuwa ana shida, ana njaa. Unajua mpaka mwili una lugha yake. Sasa mtume anaifahamu. Alhiq, twende. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, nikaandamana naye kufika pahala. Anasema tukaletewa maziwa. Mtume akanambia sasa tumepata chakula, nenda kawaite wenzako watu wa Sufa. Abu Huraira anasema yale maziwa nilivyoyaona mimi mwenyewe nilisema hayanitoshi, lakini mtume anasema nikawaite na wenzangu, nikaona sasa hii imekuwa tabu. Sasa mimi mwenyewe kama nitayanywa hayanitoshi, lakini mtume anasema nikawaite wenzangu, nikaenda kwa watu wa Sufa. Watu wa Sufa ni wale walikuwa maskini sana, hawana chakula, mtume apate chochote awalete. Kufika nikawaambia bwana kuna chakula, mtume anawaita, na wote wale wana njaa kama mimi. Tukafika, mtume sallallahu alaihi wasallam akanipa gudulia lile la maziwa, akanambia sasa haya anza kumpa mmoja mmoja. Anasema nikampa wa kwanza, akanywa, kila kilipeleka juu hivi naona yamemalizika maziwa yale, kirudisha anamwambia mpe tena, anampa mpaka anasema basi nimeshiba, atampe wa pili. Abu Huraira anawapa tu wa kwanza, wa pili, wa tatu, anasema mpaka watu wote wa Sufa wakanywa maziwa. Sasa ikafika sehemu mtume akanambia Abahir, lam yabqa illa ana wa ant, sasa hivi ni mimi na wewe tunywe maziwa haya. Abu Huraira anayachungulia yamo, lakini makia hii foleni yote. Anasema sasa mimi kama mimi na wewe, haya sasa anza wewe kunywa. Ukumbuke kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam naye anasubiri mabaki ya hawa watu waliowapa. Na kama wewe ukimwalika mtu kule nyumbani kwako, sasa mwekeni kikombe chake peke yake, na akiondoka kikosheni mara 7 mara moja kwa mchanga. Mtume alipofika Maka siku ya hija yake ya kuaga, wale watu wa Maka waliokuwa wana cheo kile cha siqaya, watu wa Abbas, kazi yao kunywesheleza watu maji ya Zamzam, akatumaniwa chombo maalum, akatumwa mwanawe ya Abbas, akamwambia nenda nyumbani kalete glasi maalum ya bwana mtume kuja kunywea maji ya Zamzam. Mtume akamwambia la, ninywesheni katika kile ambacho mmewanywesha watu.
chombo kile kile ambacho mmewatumikia watu wengine, alayhi salatu wassalam, hicho na mimi nitakunywa na hicho. Akanywa na bakuli lile lile ambalo wanalitumia watu wengine. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia hakubaki isipokuwa mimi na wewe, ishrab ya Abu Huraira, kunywa sasa. Abu Huraira akalipeleka buli lile la maziwa mpaka alipolishusha. Mtume akamwambia tena, ishrab ya Abu Huraira, piga tena. Abu Huraira akalipeleka tena buli lile, alipolishusha akamwambia, ishrab ya Abu Huraira. Mara ya tatu maziwa yakawa yanatoka kwa ishara kwamba ameshiba sana, full tank yanatoka. Akamwambia, la ajidu lahu masaghan, la ajidu lahu tariqan, road block ya Rasulullah, hayapati tena njia huko, hakuna tena nafasi, yani nimeshiba full. Sasa si wewe ulikuwa unasema yatatosha haya, lakini mbona umekunywa mpaka yamebaki? Sasa ikawa zamu yake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kimwona huyu na kisa hichi utakikumbuka, alikuwa anakunywa na anayemnywesha ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hiyo ni katika miujiza yake. Bali sio hiyo tu, ukimwona yule ambaye walikuwepo katika vita vya Khandaq, katika vita vile vya mahandaki, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, anakwenda anamuona Mtume anavunja majabali kwa mtaimbo, lakini tumbo lake limefungwa kitu hapa. Watu wanakuja kumshtakia, wanamwambia Rasulullah, njaa imetupiga. Kisha wanafungua matumbo yao. Mtume anatizama, anasema, fa idhahum qad rabatu hajaran, wamefunga mawe katika matumbo yao, min shiddati aljuu, kwa sababu ya njaa kali, ili wapate nguvu wanafunga mawe katika matumbo. Labda niulize swali, imefika siku yoyote katika umri wako umewahi kupata njaa mpaka umefunga tumbo lako? Si kwa jiwe tu, umefunga kwa kitu chochote ili upate nguvu ya kusimama? Haijakufika njaa hiyo. Sahaba iliwafika njaa aina hiyo mpaka wakafunga mawe matumbo yao. Wanamshtakia Mtume, fakashafa ar-rasulu batnahu, Mtume akawaonyesha tumbo lake, wa idha huwa qad rabata alhajaraini, wakampata Mtume yeye, si wao wamefunga jiwe moja, yeye amefunga mawe mawili katika tumbo lake. Bi abi huwa wa ummi, Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye pia njaa kama ilivyokuwa njaa kwa masahaba. Jabir machozi akamdondoka, akaona lazima hapa nifanye kitu kwa ajili ya Mtume. Akaenda nyumbani kwake, akamwambia mke wake, mama fulani, fanya chakula, namuita Mtume pamoja na watu angalau 3 4 aje kula, kwa sababu hali nimeiona haiwezi kabisa kuvumilika. Akapika chakula watu 3 hivi 4, kikaandaliwa. Kisha asema, mimi nakuja sasa, naenda kumnongoneza Mtume aje ale chakula. Jabir akifika kwenye handaki, akatafuta timing ya kumnongoneza Mtume. Akamwambia, ya Rasulullah, nimepika chakula nyumbani, fataala anta wa man ma'aka 3 au 4, watu 3 nafar, watu 3 au 4 tu, usije na watu wengi kwa sababu chakula ni kidogo, ni kichache. Mtume akanyanyua sauti akasema, ya ahla al-Khandaq, enyi watu wa handaki hapa mnaochimba hapa, inna Jabiran qad sana'a lakum at-ta'ama fahayhala, Jabir anasema amekutengezeni chakula, twendeni. Jabir anasema, sio hivyo ya Rasulullah, sio watu wote, wewe tuna watu wachache, twendeni. Sasa ikaona hii itakuwa kazi, bora niwahi mimi nyumbani. Kawahi nyumbani. Mtume akamwita, vipi? Anamwambia, mwambie mke wako kama kuna chungu katika moto jikoni asikie pua yakiache hapo, na kama kuna unga asiukande, mimi ndio kuukanda na kuutia hamira na kuubeka. Subiri, hiyo ndio kwa kazi yangu. Kumbe kule Jabir kachinja mbuzi mmoja tu,
Mbuzi mmoja hata hapa naona kuna watu wanaweza akammaliza 2 au 3, lakini watu wa Handaki ni watu wengi, ni mamia ya watu. Mtume akafika pale, akaenda akakiona chungu kile, akaona nyama zile, akaona mkate. Yeye mwenyewe akaubeki Rasulullah, akauandaa mkate, akaweka tayari, na akaanza kukata na nyama ile, akafanya kama sandwich, akafanya na sahani pale. Akamwambia, sasa Jabir, njoo waambie ingieni 2 3, 10, lakini msisongamane. Wakaingia watu kidogo kidogo, kila anaingia wanapewa chakula, wanakula, wanakula, mpaka wakala watu wote waliokuwa katika Khandak. Kisha akaambia, mwambie mke wako sasa hiki kilichobaki ni chao, na wawalishe na watu wengine. Anasema Jabir alivyoona lile group lote la watu wa Handak limekula, akaenda jikoni mbio, nakitizama kile chungu, kimebaki kitu kweli na wote wale wamekula. Anasema tukala sisi na tukala na majirani zetu, na chakula kikabakia kama hakijaguswa. Msalieni Mtume. Sasa ukimwona Jabir ibn Abdullah mwenyewe aliyofanywa haya mambo na miujiza hii, macho yako taktahilu biruyatihi, yatatia wanja kwa kumuona mtu mtukufu huyu aliyemuona Mtume mtukufu. Sahaba wa Mtume kamuona Mtume. Ndio maana waliowaona masahaba wa Mtume, waliowaona walikuwa wakimkamata mtu mkono hivi. Abu Huraira wanaukamata mkono wa Abu Huraira, kisha wanauchukua wanaupaka kwenye mili yao, wanasema hadhihi yadun massat yada rasulillah. Msione hivi, huu mkono ni mkono uliogusa mkono wa Mtume. Ule ni mkono uliogusa mkono wa Mtume. Wanaukamata mkono wa sahaba, wanajipaka kwenye mili yao, wanasema mkono huu sio mkono wa kawaida, ni mkono uliokamata mkono wa Mtume. Hasa hawa watu ni watu waliowaona nani? Waliomuona Mtume, si watu wadogo. Wasahaba si watu wadogo, wamemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mmoja aliyekuwa amewaona masahaba aliwauliza swali, vipi alivyokuwa Mtume kwenu nyinyi? Wakasema, kana rasulullahi binisbati ilaina kalma'i albarid binisbati lil'atish, kama maji baridi yalivyo kwa mwenye kiu kali ndivyo alivyokuwa Mtume kwetu. Anasema, wallahi angelikuwepo leo katika zama zetu mwana Mtume, tusingemruhusu kutembea kwa miguu yake, tungembeba juu ya vichwa vyetu tukampeleka kila pahala anapokwenda. Huyu aliyemuona sahaba wa Mtume anasema hivyo. Kwa yale mapenzi yao makubwa, anasema ingelikuwepo leo Mtume asingegusa chini miguu yake, asingegusa chini, tungekuwa tunambeba juu kwa juu tunampeleka. Ingekuwaje sisi leo ingelikuwa tuko katika zama za Mtume? Lakini pia tushukuru, hatujui ingekuwaje. Pengine wewe ndo ungekuwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul wakati wa Mtume, you never know. Sasa pia shukuru umezaliwa katika hizi zama huku, Mwenyezi Mungu mwenyewe anapanga mambo yake. Pengine wewe ndo ungekuwa Abu Jahal, pengine Abu Lahab, pengine ungekuwa kafir, usingeamini risala ya bwana Mtume. Kwa sababu wewe jimakinishe leo na warithi wa Mtume, unaishi nao vipi? Wale waliomrithi Mtume unaishi nao vipi? Si unawatukana kucha kutwa? Sasa wale ndio representative wa Mtume eti. Sasa inaonyesha wewe haitange kuwepo Mtume ungemtukana, ungekuwa na tabia zile zile, kwa sababu kasema al-ulama warathatul anbiya, ulama ndio warithi wangu. Anasema Shauqi, qum lilmuallimi wafihi at-tabjila kada almuallimu an yakuna rasula. Msimamie mwalimu, mpe heshima, kwa sababu mwalimu amekaribia kuwa Mtume.
kwa sababu kazi yake ndio ile ile. Mtume anasema inma bu'ithtu muallima, inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi hatta an-namlata fi juhriha wal huta fi al-bahri la yusalluna ala muallimi an-nas al-khair. Hadith sahih. Mwenyezi Mungu na malaika wake na walio mbinguni na ardhini, hata wadudu katika mashimo yao na samaki baharini, wanamuombea dua na kumsalia mwalimu mwenye kuwasomesha watu khairi. Sawa, kama unamtukana na Mtume ungeshindwa kumtukana. Sasa shukuru kwamba hapa nilipopatikana mimi nimepatikana, alhamdulillah. Useme ningekuwa wakati wa masahaba mimi ningekuwa kama Abu Bakar kwa imani, ungekuwa sasa hivi kwanza ukaiga. Tashabbah fa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Mshairi anasema jifananisheni na watu wema, hata kama hamtokuwa kama wao, lakini kujifananisha na watu wema ndio kufaulu. Sasa Abu Idris al-Khawlani ni kuwa ni muhaddith, ni mtu wa hadith. Na kuna hadithi moja, hadithul qudsi, Mwenyezi Mungu anasema kullukum dallun illa man hadaitu fastaduni ahadikum, kullukum ar illa man kasautu fastaksuni aksukum, kullukum tudhnibuna laylan wa naharan ya ibadi. Nyote mko uchi, hakuna aliyevaa isipokuwa yule niliyemvisha mimi, niombeni nikuvisheni. Nyote mmepotea isipokuwa yule nitakayemuongoza mimi, niombeni nikuongozeni. Nyote mnafanya makosa, tudhnibun laylan wa nahar, tena usiku na mchana. Wala yaghfiru dhunuba illa ana, na hakuna mwenye kusamehe makosa isipokuwa mimi Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni msamani kusameheni. Ya ibadi, asema laqad haramtu dhulma ala nafsi, mimi Allah nimejiharamishia dhulma mimi mwenyewe. Waja'altuhu muharraman bainakum, na hiyo dhulma nimeifanya ni haramu kati yenu nyinyi kwa nyinyi. Fala tadhalamu, musidhulumiane. Hii hadithi mnaikumbuka nyote, mnaijua. Abu Idris al-Khawlani ameisimulia, kaipokea Imam Ahmad rahimahullah radiyallahu anhu, akamtaja kwa wema bwana huyu, mpokezi wa hadithi huyu, ambaye katika silsila hiyo ni katika wacha Mungu wakubwa. Leo tunakwenda katika dhiafa yake na ziara ya kumzuru huyu, kwa sababu kuwa karibu na watu wema ndio kufaulu. Alikuwa ni tabi'i kama nilivyosema, alibahatika kuwaona adadan min as-sahaba. Aliishi Damashq na alikufa huko katika mwaka wa 80 Hijria, mwaka wa 80, mwaka wa 80 Hijria ndio mwaka wake aliyokufa. Kwa hiyo utakuta kwa mujibu wa tarehe aliyokufa, mwaka aliyokufa, ni katika kibari tabi'in, bwana wakubwa wale katika tabi'i waliowaona masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Idris alipokuwa katika firashul maut, yupo katika siku zake za mwisho, alilia sana katika maradhi yake ya mauti, kilio kikubwa. Ikalazimika watu waliomzunguka kumuuliza, kwa sababu hawajawahi kumuona akilia kilio kama kile. Wakamuuliza, ya Aba Idris, ma yubkik, ni kitu gani kinachokuliza hivi? Mbona unalia sana? Kana kwamba wanamuuliza ma yubkika wa anta. Kama ni mtu wa ibada, wewe ni maarufu. Kama ni mtu wa zuhudi, wewe ni maarufu. Wewe ndo alikuwa misikitini, wewe kila pahali, maneno yake mengi. Na mmoja katika akisema masajid majalis salihin, hii misikiti hii ndio maskani za watu wema.
hii ni katika koti zake muhimu alizorekodiwa. Anaambiwa, ma yubkika, unalia nini? Lipi likulizalo? Akasema, tulu safari wa qillatu zad, kinachoniliza mimi mpaka kilio hiki mlichokiona mkakishangaa, nalizwa na safari ndefu ninayosafiri, lakini zawadi yenyewe ya kuwepo katika safari hiyo ikiwa ni ndogo, nduchu kabisa, hainifikishi. أعد الكلام يا أبا إدريس على أسماع أمة ضل الطريق. Ebu yarudishe tena maneno haya, huenda na sisi tukachukua kama dhuhran, akiba na kubadilishia maisha yetu. Anasema, ma yubkika, unalia nini? Anasema, kinachoniliza tulu safar, ni hii safari refu ambayo imenikabili, wa qillatu zadi, na bidhaa chache niliyokuwa nayo katika safari yangu, na zawadi chache niliyoibeba katika safari yangu isiyofanana na masafa ya safari yenyewe. Mnaijua hiyo safari ndugu zangu? Mnaijua safari yenyewe ambao wengi wetu wameshaisafiri, wanakata miles. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa katika mwaka wa 10 kuingia 11 Hijria, baada ya kuhama kutoka wapi? Makka. Sasa hivi ni mwaka wangapi ndugu zangu kutokea mtume ahame? Ni mwaka wa 1442. Kwa hiyo kutokea mtume sallallahu alaihi wasallam kufa sasa hivi ni miaka mingapi? Toa ile 10, 1432 mtume katika kaburi lake. Miaka aloishi mtume ni mingapi katika dunia? 63. Kwa hiyo miaka anayoishi katika kaburi mpaka sasa 1432 mpaka sasa hivi, mpaka sasa. Ni nani aliyeishi miaka 1000 katika hii dunia? Nabii Nuh ni atwalu nnasi umran, famakatha fihim 1000 sanatin illa 50 ama. Lakini Nuh ujue huko hatuwezi hata kurudi kinyume tukaidhibiti miaka yake kutokea alipokufa mpaka leo ni miaka mingapi Nabii Nuh? Tuseme aliishi hiyo miaka 1500 tuseme, maana haijulikani hiyo 1000 ndio miaka katika utume, kwa sababu watu wa zamani walikuwa naishi sana. Ndio yule mama aliyekutikana kaburini analia. Mtume akamuuliza wakati huo, unalia nini mama? Anasema, namlilia mwanangu, amekufa akiwa mdogo, hata dunia hajaionja wala hajaiishi. Amekufa mdogo, ana miaka mingapi? 200 tu. Anasema miaka 200. Unaonaje nikikwambia kwamba kuna umma utakuja huko watu wake wataishi kati ya miaka 60 na 70? Yule mama miaka 60? Si wewe unashtuka hapo kwamba mwanao ana miaka 200 kafa mdogo? Watakuja wataishi, umri wao utakuwa baina 60 wa 70, na ndio umri aliosema mtume, amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yatajawazu dhalik. Umri wa umma utaishi 60 na 70, ni wachache watakao pindukia hapa. Sasa watakuja huko. Bibi yule akauliza, watajenga hao?
Anasema hao ndo watakaojenga hasa hii nyumba zenu, nyinyi ni vibanda tu. Maana watu wa nyumba hizo, angalia majengo yetu leo. Na ukijenga nyumba fundi isiyokuwa madhubuti, unaweza hata ukashtakiwa ukafungwa. Jenga nyumba itakayokaa karne nzima, wakati wewe mwenyewe unaishi miaka 20. Kama utawahi yani. Maana wengi wetu tunapata pesa, ndo tushafika tena umri wa miaka 50 ndo tunatajirika. Imebakia miaka 15 tu tuondoke duniani. Alafu tunajenga permanent house ya kuishi miaka 200. Akili zetu zinakuwa wapi? Tunaweza kuona wengi wetu akili zetu hazina akili, kwa sababu kile ambacho tunakiendea kiko karibu kuliko kile ambacho tunakiacha. Nasema inna dunya qad irtahalat mudbira wal akhiratu qad irtahalat muqbila. Dunia kila kukicha inatuaga kwa herini, na akhira kila kukicha inatuambia karibu karibu karibu, unakuja huku na karibu. Walikulli minha banun takunu min abna'i al-akhirah wala takunu min abna'i ad-dunya fa inna al-yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Na huko kote kuna watu wake, akhira ina watu wake, dunia ina watu wake. Kuweni watu wa akhira, msiwe watu wa dunia. Ajabu ni kwamba leo sisi yule anayetukupungia mkono wa kwaheri ndo tunamkimbilia, tunamtaka. Kila mmoja anataallaq na dunia, dunia dunia dunia. Yule anayetupa mikono ya karibu ndo tunamkimbia, wakati tunakwenda huko na tunakwenda qaharan. Hatuendi huko kwa hiari, tunakwenda tukitaka. Ewa, leo tumemsafirisha mmoja katika wanawake wema hapa Unguja, Bibi Zainab Thani, Mwenyezi Mungu amrehemu, amsamehe makosa yake. Huyu mama mimi namjua muda mrefu, na tumekutana katika vikao vya kheri. Namjua kwa kiasi kutokana na harakati zake na mawasiliano yetu mimi na yeye, namjua sana. Alikuwa akija kuswali msikiti huu pale juu, msikiti huu wetu. Bi Zainab alikuwa akija kusali salatul Jumaa mara nyingi sana, na mara nyingine yeye ndo alikuwa akinifungulia istiftah ya nini kizungumzwe katika jamii, kwa sababu moja katika sifa yake ni mwana harakati katika jamii. Bibi Zainab ni ismun ala musamma, ni jina limemsibu kama ilivyokuwa Zainab ummul masakin. Bibi Zainab huyu nadhani mpaka amekufa ni chair lady, ni mwenyekiti wa jumuiya fulani katika wanawake akina mama wa Kiislamu. Nimepata habari zimenishtua, amegongwa na bodaboda. Na kama wapo hawa watu wa bodaboda, na wapa nasaha namna wanavyoendesha haya mabodaboda ni shay'un adhim, inatisha. Watu wawe makini katika uendeshaji wao wa gari, vyombo hivi. Na sijui driving yao wanakwenda kusomea wapi, sijui. Mimi sijawahi kuona driving school ya mabodaboda. Ukipata tu pesa labda unaenda unachukua lako pale, unaingia barabarani, unatoka nalo tu. Mwingine alikuwa anafanya kazi za nyumbani, ananunuliwa na bosi wake, nenda katafute hela, anakwenda kugonga watu huko. Si vibaya watu kutafuta riziki, si vibaya watu kutafuta kula kwa vyombo vyovyote, wala sio vibaya. Lakini inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Mtume anasema katika hadithi, mtu akifanya kazi, afanya jambo, alifanye kwa uzuri. Kwa hiyo hata we dereva ukiendesha gari, iendeshe kwa uzuri. Wewe dereva wa bodaboda
ukiliendesha bodaboda lako liendeshe kwa uzuri. Huu ndo wasia wa mtume wetu katika kila jambo, lifanye kwa uzuri. Mimi labda kwa dharura ya hali ya juu sana ndo utanipandisha mwenye bodaboda lako. Hata madereva kwa hakika tunatakiwa tuwe makini sana, tuwe makini sana katika uendeshaji wa vyombo vyetu. Nilivyosikia huyo bibi alikuwa anakwenda kusali salatu tarawih, amegongwa na bodaboda hilo, akaugua kwa muda mchache. Leo tumekuja kumswalia hapa salatu dhuhri, ameenda kuzikwa. Mwenyezi Mungu amrehemu. Na kwa mnasaba huu tumuombee dua sana, kwa sababu namfahamu na wengi wanamfahamu. Alikuwa ni mtu mwema katika jamii ya tahfidhi al-Qur'an. Ilikuwa tukimuona kwa mambo ya harakati na namna ya umma ulivyoharibikiwa leo. Haya mambo ya watu leo kulawitiana, watoto wadogo kuharibiwa, vitu vyote, yeye alikuwa mstari wa mbele katika kulipigia kelele hilo. Yeye ni mwanaharakati bimaana al-kalima. Mwenyezi Mungu ambadilishie nyumba bora kuliko nyumba aliyoiacha, na watu wazuri kuliko waliowaacha. Alinawirishe kabri lake. Ndiyo safari hii tunayoizungumza, yeye mwenzetu leo ameianza. Bila shaka tulianza naye Ramadhani, bila shaka, na ni mfuatiliaji hodari wa darasa zetu. Nakumbuka mara ya mwisho alikuwa simu yake akinipigia akiniuliza kuhusu kitabu chetu cha maisha ya Bwana Mtume Muhammad, na nikafanya jitihada mpaka kikapatikana, tukampelekea. Ni msomi mzuri, anayefuatilia mambo mengi ya kheri. Mwenyezi Mungu amlaze pema. Leo ndo ameianza safari yake. Sasa sijui miaka mingapi na yeye atakaa pale katika kaburi lile. Na si yeye tu, mimi na wewe, safari yetu nasi iko njiani inakuja, na hatujui tutakaa miaka mingapi pale. Lakini kwa hasabu za haraka haraka, miaka tunayolala kaburini ni mingi kuliko miaka tunayokaa katika mgongo wa dunia. Sayyidina Uthman ibn Affan anasema, ma raaitu mandharan illa wa kana alqabru, sijawahi kuona sehemu yoyote, mandhari yoyote, hali yoyote, isipokuwa kaburi imekuwa ashaddu minhu, inatisha, afdha'u minhu, inatisha kuliko sehemu yoyote. Ukisikia story yoyote ya kutisha, ukikiona kitu chochote cha kutisha, ukiona jambo lolote la kutisha, kumbuka kwamba kaburi linatisha zaidi kuliko hicho. Ndio maana alikuwa akisimama kwenye kaburi, alikuwa akilia mpaka ndevu zake zinaroa. Alikuwa akiulizwa, kwa nini unalia sana ukisimama kaburini, wakati hata tukizungumza mambo mengine hatukuoni kulia kama hivyo? Anasema, kwa nini nisilie? Na alikuwa nikimsikia mtume akisema, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Nilikuwa nimsikia mtume akisema kaburi ndo nyumba ya kwanza katika nyumba za akhira, na kaburi ndo nyumba ya mwisho katika nyumba za dunia. Nyumba zako zote utakazoishi hapa duniani, ya mwisho yako ni ipi? Kaburi. Na nyumba utakazo kwenda huko akhira kuishi, ya mwanzo yake ni ipi? Kaburi. Akhiru darin min diyari dunya wa awwalu darin min diyari al-akhirah. Basi yoyote atakayepata msaada na furaha na maisha mazuri katika kaburi, kinachofuata ni chepesi zaidi. Lakini yoyote atakayepata dhiki na tabu katika kaburi, yafuatayo ni makubwa zaidi kuliko yale aliyoyakuta pale kaburini. Ma yubkika ya aba Idris, kinachokuliza nini ewe baba yake Idris? Yubkini tulu safari wa qillati zad, kinachoniliza
ni safari yangu kuwa refu, lakini zawadi yangu kuwa kidogo. Safari hiyo usifikirie ni safari hapa duniani. Tunakwenda mbali ndugu zangu, tunakwenda akhera, lakini akhera si mbali kwa namna tunavyoondoka. Ikiwa safari ya kwenda Ulaya, kuna watu wamefilisika kwa ajili ya safari hiyo. Una watoto hapa wamefanya ya kufanya waende Ulaya, mpaka wazazi wao hawana kitu tena. Sasa imefilisika kwa sababu ya huyu hapa. Kila siku wanakwenda ubalozi, pesa hizi zinakuja, hizi zinakwisha. Umefilisika, unaitafuta tu safari ya wapi? Ya Ulaya, Umarekani. Hatuzungumzii safari hiyo, tunazungumzia safari ya kweli ambayo haya yaliyokuwepo hapa duniani yote unatakiwa uyafanye kwa ajili ya kuiandaa hiyo safari. Naam. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. aya hizi message yake ni nzito, zote unawezekana unazijua maana yake. Nikupe hichi kipande kimoja tu, wabitaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Qaruni mnamtambua ni multi-billionaire katika hii dunia. Wale matajiri tuliowataja, Qarun na Dhul Qarnain na Namrud na nani mwingine, Sulaiman ibn Daud, Waislamu wawili na makafiri wawili. Dhul Qarnain na Sulaiman matajiri wawili wa Kiislamu, makafiri wawili, Namrud na nani huyu, nani anaitwa Qarun. Qaruni alikuwa na pesa, wanasema mpaka zile funguo zake zinabebwa na watu 40, zile funguo za hazina, mpaka wapatikane watu 40 ndio waweze kuzibeba. Bali katika tafsiri nyingine wanasema sio watu 40, zinabebwa na ngamia 40 au farasi 40, wanaziko zile funguo pekee. Hizo ni funguo, sio hela. Je, hela zake zinakuwa? Qaruni huyo alichokuwa nacho hicho kikamtia kibri na batra. Allah subhanahu wa ta'ala akampa nasaha, akamwambia wabitaghi, natafuta fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, kwa hicho alichokupa Mwenyezi Mungu kitumie, uitafute nyumba ya akhira kwa hicho. Sasa ndugu yangu, sio mali tu. Qaruni alipewa mali, lakini wewe umepewa akili, yule amepewa elimu, yule amepewa nguvu, yule amepewa busara, yule amepewa. Kila mmoja, hakuna mtu hapa atasema mimi sikupewa kitu, hakuna. Sasa hicho ulicho nacho, ibtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, tafuta kwa alichokupa nacho Mwenyezi Mungu nyumba ya akhira. Kama una mali, itafute akhira kwa mali yako. Kama una elimu, itafute akhira kwa elimu yako. Kama una nguvu, itafute akhira kwa nguvu zako. Kama una busara, itafute akhira kwa busara zako. Kama una hekima, itafute akhira kwa hekima zako. Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, wala usisahau sehemu yako ya dunia. Tafuta akhira na una sehemu yako ndogo ya akhira. Ulama utafsiri wengi wana kauli nyingi kuhusu ni ipi hiyo sehemu ya akhira ya dunia. Wengine wangesema ni sanda tu ndio sehemu yako ya dunia. Ni usisahau sanda yako, yani tumia mali zako kwa ajili ya akhira, lakini usisahau kutumia kwa ajili ya dunia yako.
hiyo dunia yangu ni sanda yako. Sasa yeyote ambaye atatumia alichopewa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya dunia tu, amekosea matumizi yake. Ndio mwenye hekima mmoja alisema, almalu sayyidun sayyi, almalu sayyidun sayyi. Sema mali ni bwana muovu, mali ni bosi mbaya, mali ni bosi mbaya. Almalu sayyidun sayyi walakinahu khadimun jayyid, lakini mali ni mtumishi mzuri. Unaona hekima hiyo? Mali ni bosi mbaya, lakini ni mtumwa mzuri. Namna utakavyoitumia mali, unaweza ukainunua pepo ya Allah kwa mali ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Ndio wabitaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhir. Safari hii sote tutasafiri ndugu zangu. Uwe pasipoti unayo, uwe huna, uwe unazo dola huna, unazo gharama huna, unazo masarifu huna. Safari hii utakwenda tu, utake usitake. Thumma ilayhi turja'un. Kwa nini hakusema thumma ilayhi tarji'un? Hakusema kisha kwake mtarudi. Thumma ilayhi turja'un, kisha kwake yeye mtarudishwa. Kwa maana kurudishwa hata kwa kubururwa, hakuna atakayerudi kwa hiari yake. Na kama mauti ndo unachagua, hakuna atakayechagua hapo. Mauti hayaonekani, yanakuja kwa ghafla. Na utamwona yule mtu ambaye sasa hivi ameshatengeza kile kitu chake, na sasa hivi ni wakati wangu wa kutumia, hawai. Malakul mauti anakuja, anamchukua, anaacha kila kitu hapa duniani. Hii ndio safari tunayoizungumzia. Ma yubkika ya aba Idris, unalia nini ewe Abu Idris? Anasema tulu safar wa qillatu zad, zadi qalilun ma arahu muballighi, alizadi abki am li tuli masafati. Zadi qalilun, zawadi yangu ni kidogo, ma arahu muballighi, sioni kwamba itanifikisha. Alizadi abki, je nilie kwa ajili ya zawadi, am li tuli masafati, au kwa sababu ya safari na masafa marefu. Sio safari ya kwenda huko. Anasema mmoja katika washairi wazuri waliotupa mawaidha, laysa algharibu ghariba ash-sham wal-yaman, inna alghariba gharibu al-lahdi wal-kafani, la tunhiranna ghariban hala ghurbatihi, فالدهر ينهره بالذل والمحن، إن الغريب له حق لغربته، عند الأهل في الأوطان والسكن، سفري بعيد ما أراه مبلغي، سفري بعيد لا أراه مبلغي. أنا سمع إن الغريب غريب اللحد والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن. Jamani, msafiri siye msafiri wa kwenda Syria wala Yemen. Msafiri siye wa kwenda London au France. Msafiri siye wa kwenda German au Italy. Msafiri siye wa kwenda Makkah au Marrakesh au Morocco Maghrib. Msafiri siye wa kwenda Spain, au msafiri akenda New Zealand au akenda huko katika miji ya Scandinavia. Msafiri, innal ghariba gharibul lahdi wal kafan, msafiri ni yule anayekwenda kaburini akalalia udongo akafunikwa na ubao. Huyo ndo msafiri wa kweli. Laysa algharibu ghariba ash-sham wal yaman, innal ghariba gharibul lahdi wal kafani. Anasema ule kuvishwa sanda na kule kuingizwa katika mwanandani na kule kufunikwa ubao, mto wako ukiwa ndio udongo, hii ndio safari ya kuishughulikia. Hasanul Basri alimuona binti analia huko, anatoa maneno, anasema ya abatahu, ewe baba, mithla yaumika lam ara, mfano wa siku hii ya leo
mfano wa siku yako ya leo sijawahi kuona. Mtoto anasema. Wakachunguza nini, kumbe babake amefariki, wamembeba katika mabega yao, wanampeleka kaburini. Mtoto wake analia, anamlilia baba, anasema ya abatahu mithla yaumika lam ara, mithlu yaumika lam ara, sijawahi kuona siku yako kama ya leo. Hiyo ndio siku ya safari. Sijawahipo kuona siku yako kama hii. Hasan al-Basri akamwambia la 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 la, hapana mwanangu, hapana binti yangu, bal huwa mithlu yaumihi lam yara, sio wewe unasema mfano wa siku yako sijaona, bali baba yako mfano wa siku yake ya leo hajaiona yeye, sio wewe. Wewe si ndio uko hapa duniani bado unaishi, wewe una nafasi, lakini baba yako mfano wa siku ya leo hajawahi kuyaona. Mtu akifa mfano wa siku hiyo hajaiona. Siku nzito ndugu zangu. Innal ghariba lahu haqqun li ghurbatihi inda al-ahli fi al-awtani was-sakani, ya zallatan kutibat fi ghaflatin dhahabat, ya hasratan baqiyat fi al-qalbi tahriquni, ana al-abdu alladhi yughliqu al-abwaba mujtahidan ala al-ma'asi wa 'aynu Allahi tanzuruni, da'ni anuhu ala nafsi wa andubuha wa aqta'u ad-dahra bit-tafkiri wal-hazani. Anasema mimi ndio yule asi mkubwa nilokuwa nikifunga milango, nikimwasi Mwenyezi Mungu kwa siri, nikimwasi Mwenyezi Mungu kwa dhahiri. Niacheni niililie nafsi yangu, kwa sababu si safari ya leo, si safari ya kawaida. Dani, msinifute machozi, niacheni nilie. Anuhu ala nafsi wa andubuha, niililie nafsi yangu, niomboleze. Wa aqta'u ad-dahra bit-tafkiri wal-hazani, كأني وبين تلك الأهل ممطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. Mimi sasa hivi niko kitandani na watu wangu wamenizunguka, wananigeuza huku na kule, kwa sababu hawana tamaa tena na mimi. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى اليوم طبيبا ينفعني. Na jamaa zangu wameniletea specialist wa kidaktari aina mbalimbali kuja kunitibu, lakini kwa safari ya leo haina tiba ya daktari yoyote. Safari hii daktari haiwezi, kwa sababu hata hao madaktari nao wanasafiri vile vile safari hii. Inna at-tabiba lahu ilmun yajillu bihi in kana lilmar'i fil ayami ta'khiru حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وحانته العقاقير. Daktari ujanja wake wote, kama una siku 2-3 mbele anakupa Panadol na dawa nyinginezo, unanyanyuka unakwenda. Umri upo, lakini kama umri umekwisha hana ujanja daktari. Anasema wasatakhruju ar-ruhu minni, roho jamani inanitoka, fi tagharghuriha, imefika katika nafasi yake ya mwisho. Wasara riqi mariran hina ghargharani, na nilipoona sasa imefika katika nafasi yake ya mwisho, mpaka kinywa changu na rangi au testi ya mate yamebadilika, yote imekuwa uchungu, kwa uchungu ule wa roho, mwili mzima umemuuma. Waghammaduni, kisha wakanifunga macho. Waraha alkullu wansarafu, kisha wakaondoka wote. Wajaddu, kisha wakawa serious fi shira alkafani, katika kuitafuta sanda ya kunitia. Waqama man kana ahabba an-nasi fi ajali, akasimama mmoja alikuwa ananipenda sana katika watoto hao. Nahwa almughassili yatini yughassiluni, anasema kamtafuteni bwana fulani mkosha maiti ili aje anikoshe. Safari hiyo hii ni maandalizi yake, hii ni introduction tu, unakwenda sasa. Waudauni ala alalwah, wakanitupa katika ubao.
baada ya kuninyanyua katika lile tanda langu lile nililonunua ghali. Unakwenda unaambia furniture zote full hapa milioni 8, unazitoa unasema milioni 8 kwangu mswaki tu, nataka hilo godoro lenye maji hilo niwe kama niko baharini naogelea. Sasa ile wanakunyanyua kutoka ile wanakuweka katika kiti kile ubao au kitanda kinaitwa mwakisu. Kuna kitanda wanakiita hivyo kule, ni kitanda kile cha kamba kile ambacho ukiwa mgeni ukiambiwa kitanda chako hiki, mmeniona mimi maiti lakini unalala hapo, siku hiyo unabebwa. Asewa audauni ala alalwahi mumtariha, wakanibeba wakaniweka katika ubao ule. Wasara fawqi harira alma'i yandhifuni, wakaanza kunimwagia juu yangu maji moto moto wananinadhifisha. Waqala ya qaum, royal family ya mtu huyu au watoto au marafiki au ndugu au mke au baba wa mtu huyu, anawaambia watu, ya qaumi nabghi ghasilan hadhiqan hurran adiban ariban anasema arifan fatini. Ya qaum, jamani, sio mkoshaji tu, tunamtaka ghasilan, mkoshaji. Ana hadhiqan, ambaye yuko makini. Kwanza hatotoa siri. Sasa nimefika bwana, jamaa katoa ulimi huyo kama mbwa, wanawasema maiti. Jamaa kafa vibaya bwana, kafa vibaya kweli kweli. Jicho limemtoka, mdomo kaufungua, utafikiria alikuwa anataka kunimeza. Wakoshaji hao. Nimekwenda nimemkuta kajipaka paka kila sehemu. La, nimepata kazi kubwa. Nimekwenda jamaa nimemwona, kumbe ana tumbo kubwa, alikuwa analificha tu, kumbe vile kumbe hivi. La, nabghi ghasilan hadhiqan, makini tunamtaka, ariban adiban arifan fatini, tunamtaka mkoshaji huyo. Mkoshaji analetwa. Wahamalu, nisemaje, wa audauni ala alalwahi mumtarihan wasakaba almaa ala wajhi yughassiluni, akawa ananikosha. wasakaba almaa ala dhahri yughassiluni ghuslan thalathan thumma nada alqauma bilkafani, kunikosha mara tatu, kisha naambia sasa leteni sanda. Ndo nguo yako hiyo, ulikuwa unanukia nguo zako, ilikuwa nguo safi, kwa nguo za kupigiwa mfano. Za nguo yako moja tu, sanda. Wa albasuni thiyaban la kimama laha, wakanivisha nguo isiyokuwa na mikono. Kimam ndizo hizi zinaitwa akmam, haina mfuko, haina chochote, imepasuliwa tu hivi. La kimama laha. Wasara zadi hanutan hina hanatan, kisha wakanitilia zadi, yani nachosafiria kwenda nacho huko ni pamba zile maiti anakutia katika sehemu fulani kwenye pua huko, kwenye nini, kwenye makwapa, kwenye vidole nini, sehemu zile zinapachikwa. Ndo safari hiyo. Wa akhrajuni min ad-dunya fa asafa, wa akhrajuni min ad-dunya fa asafa. Rafiki yangu mmoja alipoenda Ulaya anasema ndo nikawa naiona ile Afrika, na nasema kwa heri Afrika, naiaga, ndo nakwenda Ulaya mie. Kwa heri Afrika, kurudi tena huku mimi sirudi tena. Nilimsikia mmoja anahadithia, anasema nirudi tena vumbini huko anakuita vumbini, yani anakuita vumbini huku Afrika huku ulimwengu. Hata mimi kurudi vumbini tena sirudi, kana kwamba ndo kule kishafika mwisho wa safari yake, ndo hakuna vumbi, utarudi tu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Vumbi unalo tu, utake usitake. Sasa hapa huiaji Afrika, huiaji Europe kwenda Marekani, wala huiaji nchi kwenda nchi nyingine, unaiaga dunia.
nasema akhrajuni min ad-dunya fawa asafa ala rahilin bila zadin yuballighuni. Masikitiko yalioje kwa safari hii ambayo haina zawadi. Na zawadi ndo kama hizi ambazo sasa hivi tunachota. Zawadi ndo sala, zawadi ndo saum, zawadi ndo zaka, zawadi ndo amal. Sasa hunazo. Fawa asafa wa akhrajuni min ad-dunya fawa asafa ala rahilin bila zadin yuballighuni. Kisha waliponitoa kutoka katika dunia wakanipeleka. Tawahammaluni ala al-aktafi arba'atun min ar-rijali wa khalfahum man yushayyi'uni wa awda'uni ila al-mihrab wansarafu khalfa al-imam thumma ja'a liyuwaddi'ani. Sallu alayya salatan la ruku'a laha wa la sujuda la'alla Allah yarhamuni. Wakanibeba katika mabega yao wakanipeleka msikitini, kisha wakampeleka imamu akanisalia sala ya ajabu isiyo na rukuu wala sujud, huenda Allah kanirehemu. Kisha wakanibeba tena wakanipeleka makaburini. Safari hiyo. Wa anzalu wahidan minhum yulahiduni, chini ya kaburi wakamshusha mmoja wao kwa ajili ya kuniweka vizuri taya mto wangu. Mwekee maiti mto, usifikirie umeletwa ule wa nyumbani ukaletewa pale. Hapana, ni dongo moja kubwa unawekewa pale, unalilalia. Amelala vizuri tayari. Anasema wakashafa thawba an wajhi liyandhurani, akapasua nguo katika uso wangu kunitizama. Wasakaba dam'a min ainaihi aghraqani, akatoa machozi akanimimina mpaka katika uso wangu. في ظلمة القبر لا هناك ولا أبو ولا أخ شفيق يؤانسني. Sasa niko katika kiza cha kaburi, hakuna baba, hakuna mama, hakuna kaka, hakuna mwenye kukuliwaza. min munkarin wa nakirin ma aqulu lahuma laqad hallani amruhuma jiddun fa abza'ani. Munkar na nakiri nitawaambia nini wakiniuliza man rabbuka? Hapa na wasubiri kwa hamu, lakini wasiwasi na uoga ninao. Kisha anasemaje? waqala hullu alayhi turaba waghtanimu husna athawabi min arrahmani dhil minani. Wakasema baadaye, jamani, mfukieni sasa, leteni michanga, fukieni mtu wetu huyu, thawabu nyingi mtazipata kwa kumstiri ndugu yenu. Taqasama al-ahlu mali ba'da man sarafu, wakarudi watu wangu walipofika kule wakakaa bunge. Sasa jamani, tunataka kurithi mali ya marehemu. Ile unaiweka katika benki, ikawa unaionea tabu kuitumia tena, wala zaka haijatolewa tena, wala sadaka unaona ugumu tena, wala khairi yote haijafanyiwa. Ulikuwa unaifuga mwenyewe, unasema hii nitatumia siku za mbeleni. Siku za mbeleni hazijafika, umeshaondoka duniani. Taqasama al-ahlu mali ba'da man sarafu wasara wizri ala dhahrin yuthaqiluni. Mali wanagawana wao, lakini hesabu ya hiyo mali nitaulizwa mimi niliichuma vipi. Wao hawana tena kosa, hata wakiitafuna wakiitwanga na waitwange kweli kweli, hawaulizwi mmeitafutaje. Wao wameirithi. Mzigo mkubwa ni yule aliyoitafuta. wa maluk min aina iktasabtahu wa fima anfaqta, umeichuma vipi na umeitoa katika miradi gani. Yule anayerithi ndo anarithi tena, bali sio mali tu, mpaka mkeo atarithiwa. Na wengine ndo watafurahi kweli kweli, jamaa kafa sasa hivi nafasi nzuri, kamwacha yule Hadija, mimi ndo wa kwanza kwenda. Anaposwa hata eda ejesha. Na ndio maana unaambiwa dunia si kitu. ibtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Kwa nini unalia? Anasema tulu safar wa qillatu zad. Mwenyezi Mungu atupe safari ya khairi yenye zawadi nyingi, isiyokuwa na bughdha, isiyokuwa na shari. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.